Sumu huathiri laki kila mwaka nchini India. Hebu tujifunze jinsi ya kuzuia na kukabiliana na sumu. Katika video hii tutakuongoza kupitia dalili, matibabu na kinga. Sumu ni jeraha au kifo chochote kinachotokana na kumeza, kuvuta, kugusa au kudunga dawa mbalimbali, kemikali, sumu au gesi. Zaidi ya kesi 300,000 za sumu zinaripotiwa kila mwaka nchini India. Vifo 70,000 hutokea kila mwaka nchini India kutokana na sumu, ambapo 70% ya kesi ni kutokana na sumu ya dawa za kuulia wadudu. Maeneo ya vijijini yanaweza kuwa na matukio mengi zaidi kutokana na sababu kama matumizi ya dawa za kuulia wadudu katika kilimo na utegemezi mkubwa wa tiba za nyumbani na dawa za mitishamba. Watoto walio chini ya umri wa miaka 12 ndio walio hatarini zaidi katika maeneo ya vijijini. Hebu tuzungumze kuhusu aina za kawaida za sumu. Aina ya kwanza ni sumu ya chakula, ambayo mara nyingi husababishwa na chakula na maji yaliyochafuliwa. Kutakuwa na historia ya kawaida ya ulaji wa chakula cha nje, ikifuatiwa na kuharisha, kutapika, homa na maumivu ya tumbo. Aina ya pili ni sumu ya dawa za kuulia wadudu, ambayo inajumuisha dawa za kuua wadudu na magugu zinazotumika nyumbani na mashambani katika maeneo ya vijijini, na nyingi kati ya hizo ni sumu ya organofosforasi. 70% ya kesi hizi ni kutokana na sumu ya dawa za kuulia wadudu. Kesi zilizobaki ni za bahati mbaya, hutokea mara nyingi kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 12. Ya tatu ni sumu ya dawa. Inaweza kuwa ya makusudi au isiyo ya makusudi. Inaweza kuwa ni dawa zilizoandikwa na daktari au dawa za kununua bila agizo la daktari. Katika baadhi ya kesi ni bahati mbaya, kama nilivyosema awali, kwa kundi la watoto wenye umri wa chini ya miaka 12. Ya nne ni sumu ya kuumwa na nyoka, ambayo ni ya kawaida sana nchini India. Nchini India, takriban 15 hadi 70% ya aina za nyoka ni wenye sumu, na 80% ya aina zilizobaki hawana sumu. Kati ya hizo, miongoni mwa aina ambazo zina sumu ni chache tu zilizochaguliwa, kama vile koboko, krait, Brussels viper na South Scarlet viper. Zinachukuliwa kuwa hatari kiafya kwa binadamu. Zilizobaki zote si hatari. Tukija kwenye dalili na ishara za sumu, kunaweza kuwa na kichefuchefu, kutapika, maumivu ya tumbo, kizunguzungu, hisia ya kutokuwa sawa, maumivu ya kifua, tabia iliyobadilika, ugumu wa kupumua, degedege katika hali mbaya, na mgonjwa anaweza kupoteza fahamu katika hali mbaya pia. Sasa, tuangalie huduma ya kwanza na matibabu. Jambo la kwanza na la muhimu zaidi ni kupiga simu huduma za dharura mara moja na kumpeleka mgonjwa hospitali ya karibu haraka iwezekanavyo. Tambua dutu yenye sumu ikiwa inawezekana. Jambo la tatu ni usifanye, narudia, usisababishe kutapika isipokuwa umeelekezwa na daktari. Jambo la nne ni kumweka mgonjwa mtulivu na asibadilike hadi msaada wa matibabu ufike. Sasa, tuangalie vidokezo vya kuzuia. La kwanza ni kuhifadhi kwa usalama, kumaanisha funga dawa za kuulia wadudu na kemikali kwenye kabati la juu ambalo halifikiwi na watoto kama kawaida. Jambo la pili ni kuweka dawa zako zimefungwa kwenye vifungashio vya asili, na pia zihifadhiwe kwenye kabati na draw zilizofungwa, na zitupwe mara zinapofikia tarehe ya mwisho wa matumizi. Jambo la tatu ni utunzaji wa chakula. Siku zote osha mikono yako kabla ya kupika na kabla ya kula. Hifadhi chakula chako katika joto linalofaa. Chakula kipya huokoa maisha yetu. Jambo la nne ni kusimamia watoto wako. Siku zote waangalie watoto wako wanapokuwa karibu na kemikali au dawa. Waelimisheni watoto wako kuhusu hatari za sumu. Hii inalinda mustakabali wetu. Jambo la tano ni kusoma lebo kwa makini. Siku zote elewa alama za onyo kwenye lebo za bidhaa.
Fuata maelekezo ya matumizi au uhifadhi. Aina hii ya maarifa huzuia sumu za bahati mbaya. Kwa hivyo, pamoja tunaweza kupunguza visa vya sumu nchini India. Sambaza uelewa, okoa maisha na shiriki video hii na wapendwa wako. Asante sana kwa kutazama. Namaste.